Subscribe my YouTube channel, Samuel Love. Hiyo inaitwa Sina Kasoro kutoka kwa Dogo Elisha, mmoja kati ya vijana ambao wanafanya muziki mzuri sana wa Singeli na anaiwakilisha Mbagala. Kwa hiyo anasema Mbagala mabegani, au sio bwana? Karibu hapa, hii hapa ni Singeli Countdown. Tumekubaliana leo tunaanza nafasi ya 10 mpaka ya kwanza, na leo tuko na superstar wa muda wote, tuko na B-Star. Yes, kwa wale ambao watoto 2000 inawezekana B-Star mmeanza kumuona juzi, mnaweza mkasema B-Star huyu akombolela, huyu B-Star wa nini, lakini wale ambao wamezaliwa miaka ya 80 90 wanafahamu kwamba B-Star alikuwepo kwenye game tokea mwanzoni mwa miaka ya 2000, mwishoni mwa miaka ya 90. Amefanya vitu vingi sana vikubwa na ameitetea sanaa kwa ukubwa sana, na kwa heshima yake leo tumeona tuwe naye hapa kwa ajili ya ku-count down ngoma 10 kali za Singeli. Mimi naitwa Samuel Love wa kienyeji, una nafasi kunifuata kwenye mitandao yangu ya kijamii. Kwenye Instagram natumia Samuel Love, ukienda TikTok, ukienda Facebook ni hivyo Samuel Love, ukiandika pale unaniona na mambo yanakupa mazuri kabisa, na unafanya kile ambacho unatakiwa kufanya kila leo. Au bwana, kwenye nafasi ya 10 wiki hii imeingia ngoma mpya kutoka kwa Barobaro inaitwa Zainabu, lakini hii ngoma kilichonifurahisha director ni Majagi. Majagi ameendelea kufanya vizuri sana kwenye upande wa video za Singeli, na sikutegemea kama Majagi atafanya video na Barobaro kwa nyakati hizi, kwa sababu nafahamu Majagi ni wa moto na hata bajeti zake kidogo zimechangamka. Hii inaonyesha ni kiasi gani pia Barobaro amechangamka kwenye upande wa kuwekeza. Na leo tuko na B-Star. Nafahamu historia ya B-Star na Majagi, kuna vitu kidogo vinaingia hapo ndani, tutamzungumzia baadaye, lakini kwa sasa tuanze mawili matatu. Mamangu karibu sana. Asante. Nimeshakuamkia off camera, lakini nataka nikuamkie pia mbele ya kamera. Shikamoo. Marhaba baba, ujambo? Sijambo kabisa. Kwanza mimi nikupongeze sana. Wewe ni mmoja kati ya wasanii bora sana. Asante sana. Ulianza sanaa wakati sisi wengine ndo wadogo kabisa, tulikuwa tunaona kwenye TV, mpaka sasa hivi bado unafanya na tunaona matokeo ya kile unachokifanya. Hongera sana. Asante sana. Kwa haraka sasa hivi una muda gani kwenye tasnia? Toka 98. Bwana, 98 unaigiza? Lakini kwenye television mwaka 2000. Okay. Kwa hiyo hii 98 hii miaka miwili ilikuwa ni miaka ya kuhaso sasa. Ya kuhaso So mchezo sana. Mimi nakukaribisha kwa sababu hichi kipindi ni kipindi cha Singeli, ndio maana tunakiita Singeli Countdown. Na sababu ya msingi kabisa ya kukuita hapa, kwanza ni experience ambayo uko nayo kwenye game tokea mwaka 98 unafanya sanaa mpaka leo. Heshima yako iko pale pale. Wapo vijana wako ambao wameanza sanaa miaka miwili mitatu hapa, vanga limekuwa kubwa sana, lakini wewe umekuwa na heshima yako ile ile. Lakini pia kingine ambacho kimetufurahisha zaidi mimi na timu yangu mpaka tumekuita, tumegundua kwamba wewe ni mpenzi mkubwa sana wa muziki wa Singeli. Sana. Tumegundua hilo. Sijajua historia imekuwaje unapenda Singeli, labda kwa sababu wewe ni Mswahili mwenzetu ama ni vipi? Mimi nasema kwanza napenda sana kuimba. Napenda kuimba, yani kuigiza kama imekuja tu, Mwenyezi Mungu amenipangia hicho. Yani wewe ni msanii wa kuimba unapenda? Ni msanii wa kuimba. Kwa hiyo kitu chote kinachoitwa kuimba, yani mimi nakipenda sana. Yani kabla ya Singeli kulikuwa na mnanda. Kulikuwa na mnanda. Kwa hiyo nilikuwa naupenda kweli kweli, tena mnanda kipindi hicho tuko vidogodogo tu vibinti. Mnanda ule ukiwa ndani ulali, yani unasikia mbali. Mimi nilikuwa Tandale. Kwa hiyo Mwananyamala huko mnanda unapigwa. Ikifika tu alfajiri unaona kama kunawezekana kupambazuka hivi, kumepambazuka, kuna usalama. Unaanza kufuatisha ule mnanda. Nilishaufuata mimi mpaka unaona kumbe ni hapa, basi unausikiliza. Yani sasa ndo wameitengeneza imekuwa kama kwenye mtindo wa Singeli, lakini naona kuna vitu kama vya mnanda vipo. Kwa hiyo kwa experience yako, kwa kuwepo kwenye game kwa muda mrefu na hata umri pia, unatuhakikishia kabisa kwamba tunavyosema kwamba Singeli imeanzia kwenye mnanda ni tuko sahihi. Imeanzia huko, imeanzia kwenye mnanda. Sema ndio hivyo, wameongeza vitu vingine. Kwa hiyo muziki unazidi kukua, yani tunasema kukua. Wewe ulisema ulikuwa unapenda kuimba. Ulikuwa unaimba muziki gani? Taarabu. Kwa naimba taarabu, alafu ndani ya taarabu unaanza kuweka ngoma chini kidogo ukagani kama mnanda fulani hivi. Taarabu kihistoria sasa, hiyo taarabu uko unaimbia wapi? Ulikuwa kwenye bendi ama ilikuwa? Nilikuwa kwenye bendi, tulikuwa tuna bendi yetu Tandale pale, CCM Kata, Tandale Modern Taarabu. Na ulikuwepo pale ndani? Nilikuwepo. Na ulikuwa unatumia jina gani wakati unafanya? Yani nilikuwa natumia jina la Star au Shamila. Shamila ni jina langu nilopewa na baba na mama,
lakini Star ni jina langu la muda mrefu sana, nilipewagwa Star. Kwa hiyo Star ikawa inaendelea. Nilivyoenda Kaole ni kwenye mchezo Muogo Mchungwa akaongeza neno B. Kutokana na uhusika nilopewa ni kama wa mtu mkubwa, isininginie tu ile Star, akaiongeza ile kuipa uzito B Star. Yeah. Mimi leo kwenye hii interview ya Singeli Countdown nataka tufanye kama short documentary inayokuhusu wewe. Yaani nataka watu hata miaka 100 ijayo, yani watu wajue kwamba kwenye game ya Tanzania alishakupita mama anaitwa B Star na amefanya makubwa sana. Natamani kwanza kujua historia yako. Tumeanza juu hapo, umezungumza ulishawahi kuwa msanii wa taarab kwenye kundi na nini, tutafika huko, lakini nilikuwa natamani sana kujua historia ya B Star kidogo. Tuanze na makuzi yako. Wewe ni mwenyeji wa mkoa gani bana, lakini pia umekulia katika mazingira gani? Mimi ni mgoni wa Ruvuma. Tena mgoni Songea ama? Songea hiyo Tena sijachanganyika. Baba na mama yangu wote ni wa Ngoni. Songea. Mimi mgoni. Kwa hiyo na Bambo ni ndugu kabisa. Sisi ni ndugu. Sisi ni ndugu na Wangoni tuna miko. Yaani unajua Wangoni wanakuwa na majina yale ya wanyama wengine mwingine Komba, mwingine nani. Sasa tunaita kibongo, yani kama ni mwiko hivi. Mimi kibongo changu Fusi. Kwa hiyo nafikiri umewasikia wengi wakina Wangoni wanaitwa Fusi. Kwa hiyo mimi ni Fusi kwa kibongo, lakini mimi sio kibongo bongo kitanzania, kibongo yani tunaita kama kinani kinyumbani sasa. Kinyumbani. Wangoni wenyewe nikisema kibongo wananielewa. Kibongo changu mimi ni Fusi, lakini nimezaliwa Dar es Salaam, Ocean Road. Ni mtoto wa kwanza kwa baba na mama yangu. Nina ndugu wa kuchangia. Mimi nimezaliwa peke yangu, kwa maana kwa baba na kwa mama sina ndugu wa baba moja mama mmoja. Mimi nina ndugu zangu upande wa mama nilochangia nao mama. Mimi ni wa kwanza, lakini wanaofuata wa kiume, wengine wa kike. Kwa maana hiyo kwa mama tuko watatu, kwa baba tulizaliwa watano. Mimi ni mama mwenye watoto watatu wa kike, Hadija, Nasra, Zakia. Na Hadija ameniletea mtoto wa kiume, kwa maana mjukuu wangu mmoja na miaka 5 katiliza hii juzi. Yeye ni wa kiume. Sasa nimepata katika familia yangu, nimepata mtoto wa kiume kaingia humo. Hata mwenyewe anasema aitwe kaka. Kwa sababu kila angalia anaona dada zake tu. Kwa hiyo na mume wa mwanangu ni familia yangu. Kwa hiyo kwa sasa hivi nina familia ya watoto 5, kwa maana ya 3 wa kwangu, 4 kaniletea Hadija, baba mkwe wangu ni wa kwangu, na kamjukuu 5. Nina mume mpaka sasa hivi. Ndio baba yao watoto 3. Umedumu. Na miaka mingi sana ndani ya ndoa, miaka mingi mno. Mimi kwanza, moja kati ya vitu ambavyo vimenishangaza ni kusikia wewe ni mgoni. Yaani mimi nikikuona hivi picha yangu inaniambia wewe ni mzalamu mwenzangu hivi, ama mtu wa pwani kwa maana ya Tanga, ama kwa maana ya Morogoro, maeneo haya ambayo yana upwani. Wengi sio peke yako. Yaani wanajua mimi sio mtu wa kusini, mimi ni mtu wa pwani. Wengi wanajua hivi. Hii imetokana na nini? Kwamba umekaa sana pwani, kwa sababu umeniambia umezaliwa Ocean Road. Nimekaa sana pwani, nimekaa sana Morogoro, kwa maana Ifakara. Mamangu mzazi yupo kule. Sijui nisemeje, labda kwa sababu nimekaa sana Dar es Salaam. Lakini kwa maana lugha najua kuongea lugha yangu. Nafikiri mazingira ya pwani nimekaa sana. Inawezekana umeuvaa upwani kuliko hata wapwani wenyewe. Nikiona ile character unavyofanya vile naona kabisa kuna kitu cha. Sasa character naiweka vile kutokana na mwandishi akiandika, na mimi nimeishi na watu wa hivyo. Najua sasa sijui nimchukue nani hapa. Kwa hiyo naachagua katika mtu aliyezama kabisa kwenye upwani, na mimi ndo naibuka naye. Hongera sana. Unafanya kazi nzuri. Nataka turudi nyuma kidogo. Umesema umeanza game yako mwaka 98. Mwaka 98 ni mbali sana. Wakati huo 98 hapo naamini kuna vitu vingi sana ambavyo sisi vijana wa sasa hivi hatuna. Wakati tunavyo wenyewe hamkuwa navyo.
Hapo namaanisha social media, namaanisha utandawazi ambao uko sasa hivi nyinyi mkuu nao. Nataka unipe historia kidogo ya hustling za msanii chipukizi wa miaka hiyo ya 98 kwenye sanaa. Nizungumzie hustling, japokuwa mimi kwangu haikuwa hustling sana. Yani kwenye kikundi chetu kile tulikuwa tuna ngoma, tuna maigizo. Kikundi kipi sasa? Cha Tandale. Okay. Ndo huko. Kwanza ilikuwaje ukaingia kwenye hiyo sanaa? Kwenye hii sanaa mimi nilikuwa kama secretary wa tuseme wa UVCCM, umoja wa vijana pale Tandale. Juu wakasema waanzishe vikundi vidogo vidogo vinatoka kwenye matawi. Kwa hiyo kikaanzishwa kikundi kwa mkono wangu kile cha Tandale, nikaandika tukataka vijana 5 Kipindi hicho Tandale na Kijitonyama ilikuwa kata moja Tandale. Kwa hiyo tukachukua 5 pale, kata nzima ilikuwa ina matawi 15. Kwa hiyo 5 mara 15 utajua hapo tulikuwa tuna umati wa kiasi gani. Tukapata mwalimu kutoka Toti, walimu wawili. Mwalimu wa ngoma za kienyeji na mwalimu wa kwaya. Tukaletewa pale. Kwa hiyo unajua unaweza kukusanya watu lakini je, wana hiyo hobi? Kwa hiyo wakaenda wakajichuja, wenye hobi walibaki, wengine tena wanabaki kututazama mpaka sasa hivi. Sasa tungekuwa nao tungefika. Mimi nilikuwa niko pembeni kwa sababu kwanza mimi nilikuwa ni mtu aibu sana, afu nilikuwa nacheka sana. Kwa hiyo siwezi vile vitu. Nilikuwa na ratibu tu. Lakini ikatokea siku kuna wanaojiona kama masuperstar wa ngoma. Tulikuwa tumeweka pale kwa sababu ya watu wameshaingia na kiingilio. Wamekaa tu pembeni kimya, hawataki kuja kule kucheza. Tunafuata kwa ni vipi, wametulia. Mtu mwingine anasema jamani hao wamesema leo hawachezi, waone wao tumwakusanya na kuaje. Sasa nikasema fedhea hii. Sijawahi kucheza hata siku moja. Nikamwambia hawa naringa, subiri. Nipeni nguo. Kuna sehemu inaitwa leba, ni sehemu ya kubadilishia nguo. Nikapewa nguo. Yaani ngoma ya kwanza ilikuwa Lizombe ya kwetu Songea. Mimi sichezi, sifanyi chochote lakini kila wanachokifanya kiko kichwani. Kwa hiyo mimi nikaingia pale kwa mara ya kwanza kuonyesha kuwa hakuna superstar kwenye swala la fedha. Ile ni fedha kwa sababu mwisho wangepata hela wao. Mimi nikaingia pale nikacheza, hata wenyewe walistaajabu. Hawajawahi kuniona nimecheza, yani nimecheza kiasi kwamba hata watu ambao wananijua wakawa wanabaki wananitazama tu hivyo wanacheka, akiwepo mume wangu. Mume pia alikuwepo kwenye mume kwenye hilo kundi, yeye alikuwa katibu. Okay. Ananitazama ni yes yeye. Nilicheza vizuri sana ngoma zote. Tukatoka hapo tukaigiza. Basi nikakaa pembeni. Siku imeisha, tukagawana fedha zetu, wale kwa aibu wakaondoka. Siku ya pili wakataka kurudi tena, wakaambiwa basi tena hapa tuacheni. Nikamwambia warudisheni kwa sababu mimi nimeonyesha tu mfano lakini siwezi kufanya hivyo vitu. Kwa hiyo nikawa nabembelezwa na nataweza kurudia tena kweli kwa sababu ilikuwa kama ni munkari ndio imenipeleka pale. Nitaweza kweli. Kwa hiyo kweli nikajitahidi pale tunacheza ngoma, tunaimba, nikamwambia basi naomba nichague labda nikawa napenda ngoma za kienyeji pamoja na kuimba taarabu na kwaya. Kwa hiyo nilikuwa mwimbaji mzuri tu. Baadaye akaja Mwogo Mchungu kwenye kundi letu. Ametokea Dodoma Theater. Dodoma huko. Kaja pale, Mwogo alikuwa anakuja anakaa pembeni tu anaangalia. Nacheza ngoma anatulia. Lakini ikifika kwenye maigizo naye anaweza kachangia hapo, mfanyeni hivi na hivi na hivi, tunamshangaa. Hivi fanyeni hivi na hivi na hivi. Yaani anatoa ushauri na mawazo yake. Basi tukikaa kwenye kikao na yeye anasogea kidogo. Japo kwa mimi sio mwana kikundi lakini pale mngeboresha hiki, mwisho akasogezwa kwenye kundi. Akawa kwenye kundi, akaongeza chachu ya maigizo kwenye lile kundi. Wanaigiza lakini mimi sio mpenzi wa kuigiza sana. Kwa sababu hata ukiniweka kwenye kuigiza nitawakera. Nitacheka mwanzo mpaka mwisho wananitoa. Wakitaka hapa huyu mtu acheze ili ananiwa nikere. Labda aidha mume wangu anipige kibao pale nikasirika sicheze sijui nini. Hivyo ndo acheze. Unaona yani ikawa hivyo. Lakini nilikuwa napenda sana vitu vingine tofauti na hivyo. Mwogo tukawa naye pale, Mwogo akaenda Kaole. Kaenda Kaole siku hiyo kwenye television nasikia Mwogo, nauliza jamani Mwogo gani huyu? Mwogo huyu anayekuja hapa.
naenda kuchungulia. Kwa mara ya kwanza nilicheka sana. Yaani nikaona kama kitu cha ajabu, yani kaingia mule, jamani anatuchekesha hivi. Mtu ambaye unamjua afu unamuona kwenye TV. Siku ya pili asubuhi kaja tu unacheka. Yaani baada ya kuongea tunacheka. Kamuogo umewezaje? Ndio hivyo tena, ukimaliza hapo, kwa sababu mimi nilikuwa mjamzito kipindi hicho. Ukishajifungua tu unaenda, mimi siwezi bwana mambo hayo. Kweli nimejifungua, kanibembeleza nikakataa, kaniletea Christian Timwenga director. Bwana kule kuna msanii mzuri wa maigizo ila mwenyewe sio ajijui. Kwa hiyo akaja, wakanibembeleza wewe, nikamwambia siwezi kuigiza. Yaani nikaigiza maisha sio yangu, yani ya uongo, nikaishi kwenye uongo. Akawa anacheka, sio hivyo fedha. Basi wakaondoka. Nani Christian Timwenga akasema kama unapenda kuimba sawa, yote ni sanaa, ila utaona we mwenyewe kama utakuja kuigiza sawa, ila uwezi kujua sanaa gani itakutoa. Ikikutoa sanaa moja, zingine zote zitafuata vizuri. Basi akaondoka. Siku ya pili Muogo akaja, kwa hiyo unasemaje? Nikamwambia kama Muogo, hebu niambie kwanza fedha inakuaje? Yani mkaanza kwenye hela kwanza. Yani nafanyaje? Naigiza, pesa naipata wapi? Natoa nauli yangu naenda, yani hebu nieleze kwanza. Alifanya kazi ya kunieleza kiasi kwamba kwa sababu yeye anaenda kama nani kama nani burudani. Huko mbele naambia mbele, nani anafika mbele jamani? Amenibembeleza. Siku nikasema ngoja niende. Nimeshajifungua yule mwanangu kana miezi 3 na Nasra mwanangu wa pili. Basi nikaenda na kigodoro chake nikamlaza hapo, nikaweka na kineti, nikaingia kwenye mazoezi. Siku ya kwanza nimeenda mazoezi ya kwanza ilikuwa Kaole walikuwa na mazoezi ya viungo, alafu walikuwa na mazoezi ya ngoma. Ikitoka ngoma inakuja hisia, ikitoka hisia inakuja nyimbo kama unaweza kuimba. Kwa hiyo mimi kitu cha kwanza mazoezi ya viungo mimi sikufanya. Kilichofuata vingine vyote vitatu nilivifanya. Yaani kwa mara ya kwanza nimefika na ndo mara ya kwanza nimependwa. Kwa mara ya kwanza na Muogo aliniambia unakuja pale lakini tusijuane pale, hamna masuala ya undugu kujuana. Kwa hiyo na mimi nilitulia tu. Kweli tulienda kwenye ngoma ambayo ndo ngoma anaipenda, afu ilipigwa kioda, kina bambo wanapiga kioda, afu ni ngoma ina asili ya kwetu. Nimecheza yani mpaka Marembi Hindu akasema yani akatoa mtandio mfunge kati nacheza yani. Tulivyotoka hapo tukaingia hisia. Hisia ilikuwa ya ukali. Nitaka kumwasha vibao yani wakashika mkono nyuma hivi. Atakasema huyu hichi leo kichoingia ni kifaa. Yani kimekuja chuma. Chuma. Mimi sijui kama ni kuigiza, nitaka kumlamba kweli vibao. Kanijibu jeuli. Wakanishika. Makofi tu. Nimekaa pembeni na hema. Mariam kaka Mashaka akanifuata, binti, naonekana una hasira. Ngamba sina hasira. Na Biko sasa hivi yuko BBC London nafikiri sijui. Akaniuliza, dada, mbona kama una hasira? Sina hasira. Basi tumetoka hapo nyimbo. Wakaniuliza, mtoto, unafanya yote ya kuimba? Nikamwambia ndio. Tunakukaribisha. Nikaimba taarabu. Kwa akasema hapa tuna mtu ana vitu vitatu. Kwa hiyo kumbe ukifika tu Kaole ilikuwa ndo interview yako. Muogo hakuniambia na Christian Timwenga naye yeye ndo kama simjui kabisa. Nikapitishwa. Yaani alipofika tu Christian Timwenga wakati wanafanya kazi ya ITV, jioni ndo anakuja pale kina Kemi. Kemi hasa ndo alikaa nao na watu wengine na wazee kina Pwagu. Wakasema tumepata leo katika wasanii wapya. Maana sisi ni wasanii wale wapya. Wakati yani tuseme wa kwanza alikuwa kina Muogo Mchungu, Mashaka, kina nani Bikindu, kina Dabahati. Kizazi cha pili walivyotaka kuongeza wasanii. Sisi tumeingia kizazi cha pili. Jamani katika hao ingia chuma kipi? Christian kama ile yuko wapi yule pale? Sasa aliona kama nani kule. Aliambiwa na Muogo akanibembeleza. Kwa hiyo alivyofika, alichosema Muogo ndo wamethibitisha na wengine. Hiyo ndo ikawa safari yangu sasa hapo ya kuingia kwenye maigizo. Kuingia kwenye maigizo baadaye tukacheza demo ya Fukuto. Naenda kumsusia Muogo Mchungu, mtoto mdogo. Tukacheza pale kwenye demo. Wakati
wakati unaitwa kwenda Kaole, wao walikuwa wanafanya series gani ambayo ulimuona Mwogo Mchungu kwenye TV? Hujafa Hujaumbika. Okay. Ndo ya kwanza kabisa. Alikuwa kisa mlemavu, kaka Mashaka naye alimkejeli mke, naye Mungu alimpiga nani na mkono nani hivyo. Mimi ile nilicheza kama extra. Baadaye niliingia afu nikacheza kama extra. Okay, tukae hapo hapo kwanza. Ulicheza kama extra kwenye Hujafa Hujaumbika. Hii ni Singeli Countdown, leo tuko na superstar wa muda wote anaitwa B-Star. Tunazungumza naye mawili matatu kuhusiana na maisha yake, game yake, lakini pia tunazungumzia muziki wa Singeli kwa sababu ni moja kati ya kitu ambacho anakipenda na anakifuatilia sana. Hii ni Countdown kama ambavyo nimekuambia. Twende tukaitazama ngoma kwenye nafasi ya 8. Hii inaitwa Hujanizidi kutoka kwa Zuchu, yuko na D-Voice. Unaitazama, baada hapo tutaenda break, tukirudi tutaendelea kupiga story na B-Star. Namba 8. Bwana, mimi ni wa Kenyaji Samuel Love, balozi wa maduka ya Robian Fashion, na leo nipo hapa kwa ajili ya kuhakikisha kila Mtanzania anapendeza na ana shine kupitia maduka ya Robian Fashion. Na usio wewe pia unanitazama, una nafasi ya kusogea hapa Kinondoni studio kuna kuelekea Mwananyamala, lakini pia nyuma ya kituo cha mafuta hapa kwa Mwanamboka, pembezoni kabisa maduka hili kuna duka lingine maalum kwa ajili ya nguo za watoto. Nia na madhumuni ya Robian Fashion ni anataka kila Mtanzania apendeze. Si unanielewa vizuri? Ni haki yako kupendeza, au bwana? Lakini ukisikiza pia EFM kupitia kipindi cha Genge Jumatatu mpaka Ijumaa saa 3 kamili usiku mpaka saa 5, lakini pia Funga Mtaa Jumamosi saa 4 mpaka saa 6 mchana, msikilizaji mmoja anapata ofa ya kuja kupendeza kwenye maduka haya ya Robian Fashion. Sisi tunaelewana vizuri, lakini pia ukiacha hilo au bwana, ukitazama Singeli Countdown TV kila Jumatano saa 3 usiku mpaka saa 5, unaweza pia kupata mashavu ya kupendeza. Kwa sababu mimi niko hapa, ndio maana nataka kila anayenitazama na anayenisikiliza aweze kufika hapa na kupendeza. Lakini hata wewe ambaye hujapata shavu la kupendeza kupitia vipindi vyetu, una nafasi ya kuja kutembelea maduka haya na ukachagua unachokitaka na ukashine kama ambavyo wengine wanashine. Oya, sio poa. Hii ndio Robian Fashion. Okay, bwana, tuko hapa au bwana TVE kama kawaida, bado tuko na B-Star hapa na tunaendelea kupiga story na mambo ni mazuri kweli kweli, najua una enjoy. Umetazama wimbo kwenye nafasi ya 8 ni kutoka kwa bidada anaitwa Zuchu, yuko na D-Voice. Lakini kabla tujapiga story vizuri na B-Star, natamani tupate pia wimbo kwenye nafasi ya 7 ni kutoka kwa Meja Kunta, yuko na Kidene, wimbo unaitwa King'ang'anizi. Baada hapo tukirudi tutaendelea kupiga story nyingi sana na B-Star. Tuna mengi leo. Namba 7.
Kinganisi ya Kidene yuko na Meja Kunta, umeisikia vizuri kabisa kupitia Singeli Countdown. Hapa ni TVE, karibu sana. Mimi naitwa Samuel Love wa kienyeji, tuko hapa na leo tuko na Bistar hapa. Tunapiga naye story 2-3, lakini pia kama hivyo tunatazama ngoma 10 kali za Singeli. Kwa hiyo hakikisha remote yako umeiweka vizuri, kwa sababu chochote hapa ukimiss unakuwa umemiss vitu vingi sana. Bado tunapiga story. Bistar, kila kazi na changamoto. Tumezungumza hapa kuhusiana na namna ambavyo umepitia kwenye harakati zako za sanaa na vitu kama hivi. Mimi naamini hata pia kazi yako ina changamoto kubwa tu, tena nyingi sana. Na wakati nawaza kuhusiana na changamoto unazopitia kwenye kazi yako, kuna clip moja hapa producer wangu JR alinipitishia. Nikasema hebu ngoja tuione ili na Watanzania pia nao waone changamoto ambazo wewe unapitia. Bwana Gwakisa ndugu yangu, hebu niletee hiyo clip kwanza. Vipi kwa wewe mama? Unataka nini wewe? Nisikilize wewe. Mimi ndio Mama Semeni, ukisikia mwingine wa kuchongwa. Taarifa zenu zote na mambo yenu yote ninayo. Mambo gani wewe? Mambo gani ulikopo nayo wewe? Wewe usijifanye ujui wewe. Nakwambia hivi, kaa mbali na mwanangu Semeni, labda jina kama ulijui. Kaa naye mbali wewe baba wewe. Mimi simuogopi mtu yoyote hapa nilipo. Ukisikia Mama Semeni ndo mimi. Siogopi sura mbaya wala rasta mimi. Umenielewa wewe? Unasemaje mama hizo? Yala. I say. Hii pia ni sehemu ya changamoto. Hivi mtama kama huu, si tunafahamu tayari mamangu umri umeenda vitu kama hivi. Pale ulijiandaa ama ilikuwaje? Unajua kazi zetu zina changamoto lakini zina technique. Yaani technique imetumika pale na wala sijaumia. Haukuumia, lakini ulijua kama atakupiga mtama. Najua si script imeandikwa. Unasoma kama utapigwa kibao unasoma. Kama utazamishwa kwenye maji unasoma. Kwa hiyo unakuwa uko tayari. Producer wangu wakati ananiambia kwa sana clip kwanza mwenyewe alikuwa ananiambia akiwa anacheka. Na ameniambia pia kuna clip nyingine ipo. Hebu tuangalie. Gwakisa, hebu tuletee hiyo clip nyingine tuone. Maneno inatosha. Hata kama utu una basi uwe na huruma. Hivyo unaona hawa wako sawa? Hebu acha hizo. Kwa hiyo wenzio wakipata na matatizo, uwe kwako ni furaha. Sio furaha, stand off. Kwa sababu stand off kwangu leo. Zu, hebu muache kwanza. Mwache aongee, akichoka ataondoka. Ama kweli dunia imebadilika. Mama Semeni wewe, wako soko kulipa neno mie leo kunitupia neno. Umekuwa mdogo kama kifuu cha nazi. Maisha kule yabadilika. Lo. Dari maneno. Jina langu. Wewe ni binadamu. Ila najua fika ujui hata kidogo maumivu ninayoyapitia. Kiungwana tu, naomba uende. Na kuomba. Mimi nasema pole sana dada. Pole. Tena pole ilikuwa imenyooka. Ila nilikwambia mimi usishindane na upala. Ule upala usione vile kwa ule upala labda watu wanaofanya upala labda wamefiwa na bibia. Ule upala ni kama Shaolin Temple. Upala umekomaa ule. Kiko wapi leo? Kiko wapi Semeni leo? Mamako akakujaza? Mamako akakufanya wewe kakupampu mambo? Kaifanya kama vile anakutia mpira. Umesikia wewe? Mama Semeni usinikunje. Umenielewa wewe? Mama Semeni usinikunje, nguvu za kupiga ninazo. Nipige. Usinipe kesi. Nipige. Sitaki kwenda halmashauri. Hivi characters za namna hii zimekuwa zinakutembelea sana tokea zamani. Watu wakimwona Bistar wanamuona kwenye picha hii. Wewe mwenyewe wewe unapokeaje? Kwa sababu sijawahi kuona movie utaniambia kama umesha kucheza. Sijawahi kuona movie nikamwona Bistar na jumba la kifahari na magari, ni mama ambaye ni mshua. Kila movie ni majanga juu ya majanga. Ya kishua sijacheza. Nimecheza labda ya upole sana. Mstaarabu mpole sana. Nikisema mpole ukiangalia paka unalia. Nimecheza. Lakini wengi sasa wananichukua labda kutokana na nilikotoka. Maana nilikotokea historia yangu kwenye fukuto, nilikuwa mimi mke mdogo wa nyumba, yani nyumba ndogo ya muogo mchungu. Kwa hiyo nilikuwa nina kautata kidogo. Labda ndo wanachukulia hivyo, lakini wanaona unaua sana ukikaa kwenye eneo hilo. Wanavyoona. Umecheza ya upole na unacheza hizi ambazo mara nyingi huwa wanakuita.
wewe mwenyewe huwa unafurahi, unaenjoy ukicheza part gani? Zote. Kuna ile lazima inazidi nyingine. Unakuwa comfortable. Zote. Haiwezekani. Yaani zote kuna ile moja ukipewa yani script yake hata dakika 10 umalizi, ushaivaa unaondoka. Zote. Yaani mimi ukinipa mstaarabu ni mpole pia napenda sana. Yaani napenda kwa sababu napenda kutoa sauti ya waliokuwa nyumbani wapole wastaarabu. Unaelewa? Na uvaa usika unalia mwanangu. Unajai kuniona? Aisa, mimi ni shabiki yako namba 1 kabisa. Mimi mbona nishazungumza toka tunaanza kipindi. Okay, mwanzoni tulikuwa tunaongea historia kidogo. Ulikuwa unatupa highlight ya maisha yako ya zamani na vitu kama hivyo. Vipi zamani kwenye upande wa fedha? Uliniambia hapo wakati mzee Muogo anakushawishi uingie kwenye game ya sanaa pale Kaole. Swali la kwanza ulikuwa unamuuliza napataje hela kupitia iko unachonishawishi nacho. Mazingira ya fedha baada ya kuwa umeingia yalikuwaje kwa wakati ule? Mazingira kiukweli ya fedha hayakuwepo. Sana sana ilikuwa tu unafanya mazoezi, unafanya kazi, kiwango ambacho kwa mwaka unapewa kwa tulipokuwa tunacheza siwezi kukitaja hapa. Lakini niseme tu tulikuwa tunacheza kwa maana ya burudani. Lakini kwa sababu ni zamani unaweza ukatuambia tu. Watu wawe inspired. Kwa sababu si ni zamani, miaka hiyo umeigiza Kaole miaka hiyo. Mambo nini mchezo wa Sui ile series yako ambayo ulianza Fukuto ni miaka mingi sana imepita. Hata ukisema leo ulilipwa shilingi ngapi na inawatengenezea ilikuwa miaka mingi lakini sio pesa ya kusema utanunulia hata kiwanja. Unajua kusema miaka mingi lakini mwingine anasema mingi kipindi hicho hela na thamani. Hela ni hizi. Lakini hela haikuwepo. Wewe fedha yako ya kwanza kulipwa kwenye sanaa ilikuwa ni shilingi ngapi? 20,000. Kwenye hiyo series ya Fukuto. Kwa mwaka unapewa 20,000. Mwaka mzima? Ndio. Sasa unaweza kusema kuna hela hapo. I say. Kwa hiyo utapata majibu kwamba ilikuwa ni passion, sio kazi. Sio kazi na tulikuwa tunafanya kazi haswa. Heshima ilikuwepo, kila kitu kilikuwepo, lakini fedha ndio hiyo. Lakini ukifanya chochote kile bado utaadhibiwa kwenye kundi. Kulikuwa ndio nakwambia discipline ilikuwepo sana. Mliwezaje? Kwa sababu vijana wa sasa hivi tunaona kwenye sanaa fedha ipo, unaniona vizuri, wana kila kitu. Platforms zimekuwa nyingi za kuonekana, unaweza ukafanya kitu chako hata kwenye digital tu ukapata fedha na vitu kama hivyo. Lakini sasa hivi vijana wengi hawaheshimu kazi. Na hata ile heshima kwenye kazi inakuwa haipo kama ambavyo nyinyi mlikuwa na heshima wakati ule. Mliwezaje nyinyi? Sisi tuliweza kwa sababu tulishaona midhali tumeingia humu, tumejiweka kwa maana ya kuipaisha Tanzania nchi yetu kupitia mazingira ya Tanzania yetu ilivyo. Umeelewa, kwa maana ya location, rafidhi, labda ngoma zetu tulishajitolea kuwa hivyo. Kwa hiyo hatukuliangalia sana swala la fedha. Kwanza halikuwepo. Kwa hiyo kulikuwa hakuna haja ya kusononeka sana. Sana sana labda mkienda mikoani hivi, mnaenda kufanya show, unaenjoy yani kupitia hivyo. Niseme najivunia kwanza nimeanza kujulikana na vitu vingine vimekuwa vyepesi kupitia kujulikana kwangu. Hiyo faida kubwa ambayo mimi ndo nilikuwa nimeiona. Na ukiitwa sehemu nyingine unapata fedha, unaona kumbe ukitoka kidogo unaweza ukapata unafuu kidogo. Kwa hiyo japokuwa si fedha hiyo, lakini tulivumilia na tuliingia kwenye hii kazi kwa sababu ya sanaa. Lakini mwingine anaingia kwenye hii kazi apate jina, ana kitu kingine cha kuweza kufanya. Huko anakuja kuchota jina, akishapata jina, anaibwaga sanaa, anaenda kufanya kazi nyingine ambayo yeye anajua ndo anaweza kupata fedha. Kwa hiyo ndo hivyo. Lakini mimi nilejikita miguu yote kuanzia niko kijana mpaka sasa hivi mzee, mpaka nitakuwa kikongwe inshallah. Nimejikita kazi yangu ni hii. Kwa hiyo lazima discipline nitakuwa nayo. Na nakuhakikishia nina discipline mpaka leo. Producer hata awe na miaka 7 nitamheshimu kwa sababu ndio wanaonifanya mimi watoto wangu waende chooni, watoto wangu wasome na mambo yangu mengine yaendelee kupitia yeye. Na unapokuwa msumbufu wa producer siku hizo wanaambizana. Mtu fulani msanii mzuri sana
Yaani sana yako wanaisifu. Ila hata kwenye kazi zetu hizi pia. Yaani kama ukiwa msumbufu taarifa zako zitasambaa. Wanasambaa ili producer mwingine asipate hasara tena, kwa sababu wanavyowekeza ni hasara. Kiasi ninachokipata mimi, alafu ukiangalia nyuma kuna watu kama 20, usikihesabu kile, hesabu wale wote wanaopewa. Kwa hiyo utajua producer ametoa kiasi gani na anavyowekeza pia hata kwenye location na kula pia na kila kitu. Kwa hiyo mimi nina discipline na hiyo kazi yangu, na ndio kazi yangu nimejikita kwenye hii kazi. Na kazi yoyote ukiwa na discipline nayo basi itakuvaa vitu vinakuwa vipesi. Vitu vinakuwa vipesi sana. Okay, miaka ya 2000 mwanzoni kama ulivyotusimulia hapo, mlitengeneza chemistry nzuri sana na Mwogo Mchungu. Sana. Na naamini nguvu ya sanaa ilitumika. Kwa sababu watu wengi nikiwemo mimi niliamini Mwogo Mchungu ni mumeo kweli. Lakini nikiangalia baadhi ya mahojiano yako uliokuwa ukifanya na hata leo hapa tumezungumza, unamuita kaka, na nikashangaa zaidi nilivyosikia kwamba mumeo pia alikuwa sehemu ya watu ambao mlikuwa mkifanya nao sana. Mahusiano yako na Mwogo Mchungu mpaka sasa hivi nje ya sanaa yapoje? Yako vizuri, ni familia yangu anaijua vizuri. Mpaka Ifakara kwa mama kote. Kashafika huko? Kaka yangu. I say. Na mimi pia najua familia yake. Kwa hiyo sisi ni watu, ni ndugu. Maana ndugu sio lazima mtu uzaliwe naye. Ndugu hata mkikutana hivi ukubwani, mkiwa mmeelewana tu kitabia basi ndugu yako. I say. Kiukweli kama kuna watu wanatakiwa kuigwa basi ni wewe na Mwogo Mchungu, kwa sababu hiyo chemistry imetokea ndani ya sanaa mpaka nje ya maisha kawaida. Vijana wa sasa hivi hilo ni swala gumu sana. Kukuta watu wanadumu kwa muda mrefu kuheshimiana, kuwa karibu kama familia ndani ya kazi na nje ya kazi imekuwa ni changamoto. Na imekuwa nyinyi wakongwe wakati mwingine mnapitia changamoto, kwa sababu mnaona vijana wenu ambao sasa hivi ndio wameishikilia game na vitu kama hivyo wanagombana mbele yenu, wanafanya vitu kama hivyo. Kama dada, kama mama kwenye tasnia unasemaje kwenye hilo? Haiko vizuri, siipendi, kwa sababu msanii ni kioo cha jamii. Kwa hiyo mtu kama mimi nacheza, napendwa, alafu nikifanya vitu vya ajabu, kwa hiyo nakuwa nawahamisha. Pole sana. Pole sana. Naona. Kwa hiyo unakuwa, yani si wananipenda, bista alafu unafanya vitu tofauti. Kwa hiyo watu wanakuwa unawahamisha. Inakuwa changamoto kidogo. Okay, moja kati ya waigizaji pia wa muda mrefu naamini umefanya naye ni Tea. Bana Tea tupo naye kwenye line sasa hivi, naye pia anatufuatilia hapa, tukasema si mbaya naye akitia maneno mawili matatu kwenye siku ikawa. Tea, karibu sana. Hello, mimi naitwa Ndumbagwe Misayo, ni mwigizaji. Nitazungumza mambo matatu kuhusu Bista. Cha kwanza, Bista ni mtu mkweli sana. She's very honest, very humble. Yani ni mtu ambaye nasemaga kila siku ni mtu anayejielewa sana. Yani hawezi kupindisha maneno. Kama kitu hajakipenda, uwe rafiki yake, uwe nani, atakunyoshea maelezo kwa mimi kitu hiki sijakipenda, kwamba kitu hiki ni cha blue. Hawezi kukupamba kwa sababu wewe ni mtoto wake au wewe ni rafiki yake. Mimi siku zote nimekuwa nikiona Bista ni mtu ambaye amenyoka sana. Ndio maana baadhi ya watu waliopinda hawamuelewi, wanasema jamani yule mama mkali sana, yule mama ni mkorofi. Hapana, Bista ni mtu mzuri sana kuliko unavyofikiria, lakini kitu kikubwa hapendi ujinga. Jambo jingine la pili ambalo nalipenda sana kuhusu Bista toka nimjue, sio mtu ambaye ana rangi, yani mtu wa kubadilika. Kadri Mungu anavyomuinua na Mungu anavyozidi kumpandisha, ndivyo anavyozidi kuwa mnyenyekevu. Yuko very commitment na kazi yake. Bista anakaa Mbezi, wewe fanya hata shooting sijui Mbweni, wewe fanya sijui huko sijui Mbagara, mkisema saa 1 mama yuko saa 1 on time. Mpe script atakuburuzia. Yani yuko very commitment, anajua kazi yake. Yani anajua vitu vyake vyote anavyofanya, lakini cha tatu na kikubwa kuliko kitu chote,
Bista ni mtu ambaye anakimbilia watu. Yani Bista, yani sijui nisemeje, yani simpambi kwa sababu ni mamangu. Hata yeye akisikia mimi nimezungumza ataelewa. Yani uwe na shida saa 8, saa 7, saa ngapi, yani kwa kweli nampenda sana. Ni mtu ambaye amenifanya nifanye jambo kubwa sana kwenye maisha yangu. Siku moja nilifika nyumbani kwake akaniambia, mwanangu, muona hapa nimefanya 1, 2, 3. Yani akaanza kunielekeza akaniambia, mwanangu, unaweza kufanya kitu fulani, unaweza kulifanya hili jambo kwa ukubwa. Nampenda sana Bista. Jamani, mimi nampenda sana. Yani mimi nampenda sana, nampenda sana. Na kitu kingine anachokipenda ni Bista anapenda watu wote tufanikiwe. Yani anapenda watu wake wa karibu wafanye kazi, wafanikiwe, wawe na maisha bora. Ndio maana kila siku tunaendelea kumuona anachanua, kwa sababu ndani ya moyo wake ni mtu ambaye hana ego, yani ana pure heart, yani yuko hivyo. Nampenda sana. I love you mommy, you are so beautiful. Mwigizaji Tea, Bista umemsikia? Nimemsikia. Maneno aloyaongea mazito yamekuchukua kidogo. Surprise sana. Hizi sifa umezipokea kwanza? Nimezipokea kwa mikono. Ni kweli wewe upo hivyo? Mimi niko hivyo. Yani sina kona, yani niko hivyo. Sio rahisi je mtu kuwa amenyoka kwa dunia sasa hivi. Nikisema kwenye hiki umefanya sijapenda, siwezi kusema nimependa mwanangu afu baadaye kiukweli sijapenda hapa. Uongee nyuma ya mtu. Siongei nyuma na kueleza hata kikiwa kinakuuma. Wewe ni binadamu, kitakuuma lakini utatafakari. Kuna siku utajua kumbe Bista aliniambia ukweli. Kwa hiyo na nikiwa na kitu hivi kama anavyosema kweli, naambia wanangu, nyinyi mnashika fedha. Na hicho anachokisema, mimi nimehamia Mbezi 2010 nikiwa na vyumba viwili, chini tope, kwenye madirisha nimegonga bati, nampigia simu, Tea, nimejenga uji. Yani wewe, yani umemwita wakati nimejenga uji, nyumba ya ajabu. Nimejenga uji kwa mamako wakati nimejenga. Tea siku alitoka Morogoro usiku kama saa 2 sijui kashuka Mbezi Inn. Kashuka mama, haya wakamuelekeza, anatembea majumba yalikuwa bado. Kaja pale kanikuta mamake niko na mshumaa. Mama. Naambia Tea, nimejenga, hamna cha mama. Hapa ndo kwa mama yako, na vyumba vyangu twende. Nimemuonyesha huku tumeweka tofali, tumeweka kitanda. Kwa sababu bado ndani kuna mashimo. Njoo twende chooni, nimepeleka hivi. Choo ndo peke kiko kina simenti lakini kina makuti. Tumezungumshia makuti. Hapa ndio kwangu, kwa mama yako hapa. Tea, una pesa, unafanya hiki. Hebu punguza baadhi ya vitu, nimekuita ili uone. Mimi sidaiwi kodi ya nyumba, haijalishi nyumba yangu ikoje. Sina tena mawazo. Ukitoka hapa, naomba uyabebe. Alicheka, lakini na yeye akanifanyia surprise. Siku akaniambia, mama, uko wapi? Nikamwambia niko huku Kombolela na shoot, Kombolela ya mwanzo. Unamaliza saa ngapi? Nikamwambia sijui saa 3, sijui saa ngapi, lakini leo ni mwisho. Nakufuata. Akaja akapaki gari yake, tukamaliza saa 7 usiku. Kaingia kwenye gari na begi langu kwao Kinondoni. So mara nyingi wanaenda na lala. Tukaongea mpaka saa 10. Mama, basi lala. Kesho nataka unisindikize safari yangu. Kamwambia haya. Nikalala. Asubuhi mamake akaamka, nikapikiwa chai, nikanywa, yeye alikuwa kafunga. Tea, vipi? Mama, mimi nimefunga leo. Ana kawaida za kufunga mara nyingi. Nikasema, Juma ngapi leo umefunga mwanangu? Basi sawa. Twende, tukaondoka. Tumefika Mwenge, akaenda dukani akanunua vile vya kuosha vyombo vya jikoni hivi. Akaviweka kwenye buti. Unampelekea nani? Nimeagizwa huko mama bwana, tunakoenda. Kwa nini tunaenda wapi? Tea, mbona kama umeniteka mwanangu? Anacheka. Mama, jamani, tumeenda njia Bagamoyo, mbele kidogo kabla hujafika Bagamoyo tukala kulia. Mbele tumeenda, akapindua gari vita, tukasimama kushoto.
niwaona nyumba na watu wanajenga fence. Akanambia, mama, siku niliyokuja kwako sikucheka, niliondoka na maneno yako. Nyumba unayoona hapo mbele ni ya kwangu. I say. Niambia, sio siri, ni machozi yalinitoka ya furaha. Yaani ukiwa mama sio lazima watoto uliowazaa. Mtu yote unayemuona anayekuheshimu kama mtoto wako, basi lazima kutakuwa na emotion. Yaani machozi yakanitoka, nikamkumbatia, nikamwambia, mwanangu, hebu soma basi. Hebu japokuwa ni Mkristo, ngoja mimi nisome dua langu. Tukapiga dua pale. Nikamkumbatia tena, tukatoka. Tumetoka, nikasema, umeweka bomba, twende. Tumeingia, tukasalimia mafundi, tukaingia ndani, bado kuna vumbi. Tukaenda jikoni, lakini kama hizo yote ameshaweka wiring, maji tayari. Bado chini tu. Jikoni kule kalipachika pale, tumekaa chumba na mtaniaga, chumba cha mume wangu, mwanae wa kwanza hiki hapa. Chumba kingine hiki. Master hiki hapa. Okay, unahamia lini? Mama, bado nini? Wewe unasema umeniiga mimi. Kama umeniiga mimi, wewe umenipita. Yeah. Mimi kulikuwa na vyumba viwili tope chini. Wewe umeshaweka hadi na fence. Wewe tayari umeshaweka na fence, hii inaenda. Nakupa mwezi mmoja. Mwezi wa 12 naomba uhamie. Sawa mama. Tayari hamia mwezi wa 12, bado kuna vumbi. Mama, nimehamia. Nikamwambia, asante sana mwanangu, hicho ndo ninachokitaka. Tuna maisha mafupi sana duniani. Unapotengeneza kitu basi hebu nenda hata wewe mwenyewe ujivunie kitu chako. Mpaka sasa hivi ameshamaliza, yuko vizuri, na ndio maana ametoa sifa nyingi sana. Yaani ni mtoto ambaye ananiita mama, ananipenda na mimi nampenda, lakini napenda mtu awe anapokea ushauri yani. Si kuombi pesa. Sijawahi kukaa kumwambia tena naomba hela. Yeah. Lakini unamshauri kwa kile kitu unaona yeye amenizidi kipato, lakini kwa nini afanye hivyo? Kwa hiyo unaompenda lazima umpe kitu kizuri. Asipokishika basi, lakini akikishika, akifanyia kazi, inabaki historia kama hivi. Leo amenisurprise, sikujua, na mimi imebidi niongee. Yeah. Kwa hiyo mama, wewe ndio ulimfanya Tea akajenga nyumba. Kajenga. I say. Hilo ni jambo la kupongezwa sana. Bwana, hii ni Singeli Countdown Top 10. Tuna ngoma 10 hapa ambazo tunabidi tuzitazame, na tunapiga story na B-Star, superstar wa muda wote kwenye upande wa Bongo Movie. Na bila kupoteza wakati, sasa hivi ni kupeleke kwenye wimbo nafasi ya 6 kutoka kwa mkala anaitwa Sholo Mwamba, yuko na Chino Kid, wimbo unaitwa Mguu Juu. Subscribe my YouTube channel, Samuel Love. Huyo ni Diamond Platnumz, Simba Chibude kwenye nafasi ya 5 wiki hii, au sio bwana? Wimbo wake wanitafanyaje. Lakini kabla ya hapo uliona wimbo kwenye nafasi ya 6 ni Sholo Mwamba, wimbo unaitwa Mguu Juu, yuko na mwanae Chino Kid. Wakati ngoma ya Sholo Mwamba inapigwa hapa, mama yangu B-Star akawa ananiambia Sholo Mwamba ni mwanao. Yes, kuna series mlicheza wote. Sholo anaimba Singeli, wewe ni mama yake. Mimi mama yake, mwana muziki naita. I say una historia na muziki huu kweli kweli yani. Ilikuwaje experience kufanya kazi na mtu wa Singeli? Alikuja Singeli lakini kwa maana ya movie. Mimi ndo mama yake, superstar, alikuwa anaitwa jina la Don Carlo, ilikuwa series ya nani ya JB. Yeah. Kwa hiyo mimi nilikuwa najivunia kwenye story, nilikuwa najivunia superstar wa mtoto wangu. Mtoto wako unavimba. Navimba, lakini nilikuwa namsumbua, namtia, nafanya superstar, kumbe nilikuwa namtia aibu, mimi sijui. Yeah. Maana anaita unachafua brand. Nachafua brand. Kwa hiyo ndo hivyo yani. Yeah, Sholo ni mtu wa namna gani ukifanya naye kazi? Sholo ni mtu mzuri. Mimi kwangu ananiheshimu. Mimi nimepata bahati, watoto wengi wananiheshimu sana. Unajua mtu ukijiheshimu hata kama ni mtu mzima, ukijiheshimu na watoto pia watakuheshimu. Ananiheshimu mpaka hivi leo. Akimisi tu mama, ananipigia vitu vyake, ananitumie mama posti hivyo, yani ni mwanangu. Nimefurahi kwa sababu hiyo ni feedback nzuri kwa sisi watu wa Singeli. Lakini pia moja kati ya wadau ambao unafanya nao kazi sana kwa sasa ni pamoja na Lamata. Kabla sijakuuliza Lamata ni mtu wa namna gani, lakini kitu kizuri ni kwamba Lamata naye yuko live anatufuatilia sasa hivi. Bwana, na kwenye line yetu ya simu hapa Lamata upo live na B-Star yupo anakusikia. Karibu sana, useme chochote bwana. Mimi naweza kumwelezea B-Star, mimi kama Lamata, kama director, kama
mtu Amerika kwenye tasnia ya filamu. Bi Star ni mama bora. Yaani kwenye industry ya film tuna kipawa kikubwa cha mama bora, sio niseme. Mimi naweza kumwelezea Bi Star, mimi kama Lamata, kama director, kama mtu Amerika kwenye tasnia ya filamu. Bi Star ni mama bora. Yaani kwenye industry ya film tuna kipawa kikubwa cha mama bora, sio niseme actress bora. Yaani ni mama ambaye ni mwigizaji mzuri sana sana, na anaweza kuswichi kila eneo, kila character utakayompa anaweza kuswitch. Ukiachana na uigizaji tu, ni mama ambaye anavutia kwa namna moja ama nyingine. Ukiachana hiyo tu, sasa kuija kwenye maisha ya behind the scene, yani kwamba sio tena location, mkiwa tu maisha ya kawaida, yani mnaongea nje ya kushuti kwenye familia, ni mama ambaye sio tusemaje, anatushika sana mkono sisi, anatutia moyo kwenye shida, kwenye raha, mama yuko pamoja na sisi. Yani kwa kifupi ni mama yetu mlezi kwenye industry ya film Tanzania. Yani sijui ni mwezaji, ni mama ambaye ninampenda sana, ni mama ambaye kila nikiwaza jambo lazima nimfikirie, ni mama ambaye sijui nashindwa kuweza, lakini ni mama bora kwangu, best ever. Tunashukuru sana director Lamata, mwanamke wa shoka kabisa. Umeyasikia kwanza maneno ya Lamata? Nilikuwa nakusikia unasema du. Leo wanangu. Maua ni mengi sana. Watu wanakupongeza sana na wanakusifia sana. Lamata kwako ni mtu wa namna gani? Lamata kanizungumzia na mimi nimzungumzie yeye. Lamata ananiona mama bora, lakini na yeye ni mtoto bora sana kwangu na kwa wenziwe. Naye upenda kukimbilia kitu, yani ukimweleza kitu huwa anakidaka kwa haraka sana. Iwe maradhi, iwe una shida yoyote au unataka wazo lolote. Ni mtu ambaye tuseme yeye anapenda sana watu wa enjoy sana. Ni mara nyingi ana kauli yake, maisha mafupi ya jamani, tunatakiwa watu tu enjoy, tufurahi. Unaona, ndio maana hata yeye akikaa mwezi wiki kunakuwa na vibe kwake. Anasema watu, anakuambia maisha magumu sana mama, kwa hiyo tunatakiwa sio tunawaza sana bwana, magonjwa ni mengi nini hivyo yani mama bwana hivyo. Ni mtu ambaye anapenda kukusanya watu, kusikiliza shida za watu. Yani ni producer mzuri sana tuseme, yani ndio maana anafanikiwa, tuseme ana alhamdulillah za watu wengi sana. Hayo ni maua ya Lamata kutoka kwa Bi Star. Lakini kipindi kile mama, wakati mnafanya series zenu miaka ile ya 2000, mlikuwa mnafuatiliwa sana. Yani mtaani kwa kweli ulikuwa ukisikia series ya Bi Star mwogo mchungu, yani muda ukifika kila mtu anaacha kila kitu. Unaona, sasa hivi series zimekuwa nyingi na ushindani umekuwa mkubwa, na hata zamani ushindani ulikuwepo, lakini inaonekana sasa hivi kazi hazina nguvu kama ilivyokuwa miaka ile. Yani miaka ile mtu anajua kabisa saa 1 usiku ikifika mimi lazima nikakae kwenye TV nimuone Bi Star. Sasa hivi ile imekufa kabisa. Ni watu wachache sana ambao wanafuatilia ile kitu. Kwa mtazamo wako, kwa experience uliokuwa nayo kwa wakati ule na sasa hivi, unadhani kitu gani kina miss mpaka vitu haviendi kama ilivyokuwa? Wasanii wanafanya kazi vizuri, na zipo kazi ambazo mtu anasema siwezi kukosa. Mimi nacheza Kombolela, wanakuambia hawezi kukosa. Umeelewa Na nacheza Jua Kali, wanasema hataki kukosa nani zako, sini zako. Kwa hiyo niseme kwa zamani na sasa hivi utofauti upo mkubwa. Zamani hivi vitu havikuwepo. Kwa hiyo kikitokea yani lazima kishambuliwe kwa wakati mmoja. Sasa hivi kama ni vyakula watu wamekula mpaka wamefanya nini? Wamekinai. Sio kama hawapendi, wanapenda. Lakini wanajua nikikosa kuangalia muda huu, nitaangalia muda wangu. Umenielewa mtu ana rekodi, anaenda mwingine ana smartphone, maana mitandao sasa hivi kwa kiganjani. Kwa hiyo si kama wamepunguza, hapana. Wangekuwa hivi vitu havipo hata kwenye mitandao na kwenye nani zao, sidhani kama wangeendelea na sisi, wangetuacha. Lakini
watu sasa tumetawanyika, wapo wanaokaa sebleni, wapo wanaoangalia kiganjani, kwa hiyo ndio iko hivyo. Kwa hiyo kazi tunafanya na watu wanapokea. Okay. Na watu wanaangalia. Ukienda sehemu hivi fulani wangekuwa hawavioni wasingekuwa wanataka. Mimi nasema mama semeni nasema huyu anaangalia. Huyu mwadawa sio najua huyo wanaangalia Okay. Miaka hivi karibuni hapa umepoteza marafiki zako kama wawili, lakini moja kati ya msiba ambao niliuona uliupokea kwa maumivu sana ulikuwa ni msiba wa Grace Mapunda, na wengi wanafahamu kama Tesa. Ni muda mrefu kidogo umepita tokea msiba wake na vitu kama hivyo. Nafahamu karibu wenu, najua kuna vitu vingi sana mlikuwa mkifanya pamoja, mnazungumza. Natamani kwa ufupi sana tumzungumzie Grace Mapunda. Alikuwa ni mwigizaji wa namna gani kwako? Grace Mapunda namzungumzia ndugu. Kwa ndugu, kwanza kabila yetu ni moja. Wenyewe tulikuwa tunaitana mrongo kwa Kingoni ni ndugu. Mrongo tu ni kauli hizo. Hata jina langu wala lake utasikia tu mrongo. Kwa hiyo ni mtu mzuri sana, alikuwa mtu mzuri mno. Alafu yani anapenda sana kucheka, yani ile kucheka, kushauriana. Mimi ni ndugu na ni rafiki yangu sana. Alafu tuna kundi letu linaitwa Sauti ya Mama. Mimi ni mwenyekiti, Harriet katibu, yeye alikuwa msemaji. Kwa hiyo tulikuwa tuna uhimiri wa watu watatu. Tukienda kama mikoani au sehemu tukitakiwa, tunatakiwa viongozi watatu akiwepo na yeye. Kwa hiyo ndani ya hivyo ushauri ulikuwa mwingi, upenzi mwingi, yani hivyo. Ni mtu mzuri sana. Na ameniumiza sana. Nikisema sana ni sana. Alafu sikumzika. Sikupata bahati ya kumzika. Kwa sababu gani? Mimi tarehe 12 ilikuwa siku ya Jumamosi kwenye saa 1 kasoro usiku hivi mwezi wa 10 nilipata ajali mbaya sana. Okay. Nafikiri leo ndo naitamka, watu wengine walikuwa wanajua, wengine wanasikia. Nilipata ajali mbaya sana. Nilikuwa kwenye boda, tunakata kona, tunatoka Jua Kali kushuti. Kona ya Ununio na kona ile gari sijui fail brake sijui ilikotoka gongana nayo uso kwa uso. Kwa hiyo mimi nikaanguka pale chini, boda yangu alizimia. Baadaye alizinduka, mimi nikachukuliwa, nikapelekwa kwa Kairuki, nikaenda nikafanywa operation kwa sababu nilipasuka ndani kwa ndani. Fanywa operation ya tumbo, nilikuwa hoi, nikakaa ICU. Wakati wa msiba wa Grace Mapunda ndio hiyo tukio. Bado hapo. Grace amekuja kunitazama hospitali. Ndio maana anasema kabla ya kifo chake. Kabla ya kifo amebakisha kama wiki. Kwa hiyo nilipotoka ICU, siku nilipotoka ICU Grace alikuja. Alikaa na wanangu nje kwanza, maana walikuwa waniona wanalia. Ameongea nao sana watoto wangu. Wanangu, mimi mnanijua niliumwa mama yenu, unaona sasa hivi niko vizuri. Msilie, mama atapona hivi na hivi na hivi. Kawatia moyo, akapanda kule juu. Mlongo umepona. Ananiambia umepona Mlongo. Nitakutoa kitandani hapo turukeruke hapa tucheze lizombe. Tukawa tunacheka. Tunacheka, usicheke sana bwana, anacheka nashika tumbo tunacheka. Basi tuliongea sana kama masaa lisali moja hivi tulikaa. Akanikumbatia, basi sawa. Nafikiri ile ndio tulikuwa tunaagana mimi na yeye. Kwa hiyo hata nilivotolewa ananipigia simu asubuhi, mchana, jioni. Siku 2 ndo sijaona simu yake. Siku ya kwanza tuseme sijaona simu. Ya pili siku nikamwambia tu naomba simu. Nimeshika hivi simu, nikakuta kwenye grupu imetumwa picha yake ikielezea yeye amefariki. Nilipiga yowe moja tu, na kipindi hicho nikishtuka nashtukia tumboni, yani kama kisu hivi. Nikasema tu yala. Nimetupa simu, mama, jamani vipi? Wanashika ile picha, kila mtu ameshtuka hii. Ikabidi hapo siku 3 kabla akanambia, Mlongo, na story hiyo nataka nije kukupe. Nipe, acha umbea, utacheka sana una operation. Nitakuja huko tutaongea. Shauri yako utashika tumbo. Basi ikawa ile kama sauti inanirudia, nikazidiwa, nikaletewa gari tena, nikapelekwa hospitali tena, nikalazwa.
Kwa msiba wa Grace ulifanya ukarudi tena hospitali? Nikarudi hospitali tena. Ultrasound akaangalia kuta kwenye kitovu kama maji yameruka hivi. Kwa hiyo sikufanywa tena operation, ila walinipa tu madawa mpaka nikapata nafuu. Siku kama ngapi nikatolewa tena. Kwa hiyo nikawa naangalia tu hivi. Nasikia tu hivi, lakini sikuweza kumzika ndugu yangu, rafiki yangu kipenzi. Pole sana kwanza kwa kumpoteza rafiki yako, lakini pia mama mwingine ambaye tunaamini alikuwa ni rafiki yako kwa muda mrefu sana pia alikuwa ni yule mama anaitwa Farida Sabu. Wengi walikuwa wanamfahamu kama Madam Sonia. Amefariki na msiba wake sio watu wengi sana walizungumza, na kwa bahati mbaya hata watoto wake hatuwafahamu kwenye picha hiyo. Nitamani pia tumzungumzie marehemu Sonia pia. Mama Sonia naye pia alikuwa ni mwigizaji mzuri na alikuwa kwenye kundi lenu nyakati zile. Pia naye alikuwa ni mtu wa namna gani? Sonia mimi nilikuwa namuita mamangu. Amenikuta Kaole, lakini alikuwa anatreat kama mwanawe. Kwa hiyo na kuna movie inaitwa Zizimo nilicheza kama mamangu mzazi. Mimi ni mwanawe wa pili. Kemi alikuwa wa kwanza, mimi nikawa wa pili, kina kadada. Kwa hiyo tukawa tunacheza kama mama yetu. Sasa unajua Kaole tulivyolelewa sisi, mama basi kutoka pale mmekuwa yani nyinyi ndio mama kweli. Kwa hiyo yule mama kutokana na tabia zangu nilivyokuwa namchukulia na yeye, alafu sasa alifanana sana na marehemu mamangu mdogo. Kopi. Kwa hiyo nikamwambia mama umefanana. Yaani mama nikikuona tunaona kama mamangu mdogo. Na yule mama hajawahi kuzaa mama yangu, mtoto ni mimi kama mtoto wake. Kwa hiyo mama alikuwa ananipenda kweli kweli. Bi Sonia akiwa na nani chukua hela ika hapa jukuu zangu anakuja nyumbani hivyo. Na kwenye kundi letu la Sauti ya Mama yeye ndo alikuwa mwenyekiti. Kwa hiyo alivyofariki mwenyekiti ndo nimepewa mimi. Alikuwa mwenyekiti. Na hata kuna kazi tulikuwa tunataka kuifanya, tulicheza demo ya Mafufu ya Hatia. Hiyo ndo nilicheza mimi nikiwa mpole sana. Yeye alikuwa mkali, mimi nilikuwa mama mboga, nauza mboga, ni mtu dhalili. Tulicheza naye demo. Baadaye Mafufu akanipigia simu akaniambia mama anasema anauguliwa na mama yake. Kwa hiyo hawezi kucheza hii. Hebu nibembelezee, shida nini? Nikampigia akaniambia mwanangu, maana mimi kuna miaka ya nyuma nilikuwa na goita shingoni hivi. Nilifanywa operation. Akaniambia mwanangu, uhai ndo kila kitu, afya ndo kila kitu. Na kitu kinanisumbua tumboni, nataka nifanye operation. Usimwambie mtu yoyote. Lakini kama wewe umeenda kufanywa operation, sasa hivi unafanya kazi zako vizuri. Ngoja mama naenda kumpeleka KSMC Moshi, lakini na mimi pia nataka nifanywe operation. Nikamwambia basi sawa. Baadaye akaniambia mwanangu nimeshafanywa operation, lakini naenda Zanzibar. Kuna mwanae Zanzibar. Yule mama alizaa watoto wawili wa kike tu. Mmoja yuko nje, mwingine yuko Zanzibar. Naenda Zanzibar kwa mwanangu kuja nikapumzike. Sawa. Akiwa Zanzibar tunaongea. Kuna siku nilimpigia simu ana nani, yani anatetemeka sana. Mama nini? Natetemeka, sijui pneumonia imenibana sana. Yani kiasi kwamba hawezi kuongea vizuri. Mama akupeleke hospitali basi. Sawa mwanangu. Kweli wakampeleka hospitali. Siku ya pili nikapiga simu tunaongea vizuri. Nimechoma sindano, niko vizuri, naendelea vizuri. Nikamwambia pole mama, nikawa na kiasi, nikawa namtumia. Basi sasa mwisho tunaongea, lakini katikati nikawa nikimtumia labda fedha hivi. Anajibu, Mwenyezi Mungu akujalie ulipotoa nini. Na tuna chat tu, anatuma message na mimi natuma message. Hivyo kumbe kipindi hicho bado alikuwa yuko hospitali. Matokeo tukaja kusikia naye amefariki. Nayo pia ilinikuta niko maeneo ya Tabata kwa kwenye hospitali moja. Nilishtuka mpaka nilianguka, nilishtuka sana. Wakachishika simu, wakaangalia, wakawa bado inaongea. Mama Maondo alinipigia. Bwana huyu tumepokea sisi analia hapa, anajisikia vibaya. Ni nini? Wakaambiwa wale watu. Basi tukatoka hapo, nikampigia Lamata. Nikamwambia Lamata ninaumia sana. Siko sawa. Alafu akaniambia mama hata usipate shida. Akanitumia hela. Tukaenda Zanzibar. Tulienda Zanzibar, tukamstiri. Basi tukarudi. Alafu alipotimiza mwaka, Sauti ya Mama tuliambia ndugu zake, watoto, familia tulikuwa nao Sinza pale, tulimfanyia kisomo. Tukafanya kisomo pale na wasanii wengine tulioalika kina Duma nani walikuja pale, tukafanya kisomo cha mama yetu kuwa ametimiza mwaka mmoja. Pamoja na watu kaunganisha na mzee Korongo. Basi tukafanya hivi na wasanii wengine ambao waliofariki.
Ya, pole sana. Asante. Ya, kwa jinsi ulivyozungumza inaonekana ni kwa kiasi kikubwa sana walikuwa ni watu wako wa karibu. Wakati upo Kaole pale miaka ya katikati, kwa sababu ulisema ni kizazi cha pili. Sasa najua kizazi cha 3 cha 4 hapa kina Kanumba wakatokea pale. Wakabadilisha kabisa game. Ikawa ni game kubwa na ikaenda international na vitu kama hivyo. Wewe wakati mpo Kaole pale mlikuwa na picha kwamba kuna siku moja hii game inaweza ikawa international, watu wakafanya movie ma Nigeria wapi huko? Hatukuwa na picha kubwa sana, lakini tulikuwa tuna picha ya kuwa tutacheza kama wao, kwa sababu sisi tulivyoingia ile sisi wa pili tukaja kubadilisha na sisi Fukuto tukaingia sisi, kwa hiyo hatukuua kikundi, tukaendeleza na michezo. Kwa hiyo tulikuwa tuna imani tulivyocheza tukaua Tausi ya nani Kenya, tukasema tukaua tena maswala ya nani ya nini hizi movie za Kinigeria. Kwa hiyo tulikuwa tuna imani kuwa tunatoka hapa tutafika sehemu ambayo, lakini tutafikaje hatujui. Na huyo Kanumba uliomtaja, Kanumba sisi ndo tuliompeleka Kaole. Nyinyi mlimtoa wapi? Historia hamwijui. Mlimtoa wapi sasa? Tulikabidhiwa na Mtitu Game. Mtitu Game yeye ndo alikuwa anachukua movie za Nigeria kuzileta Tanzania. Ni mtu wa kwanza, hata kama kuna wengine, lakini yeye ndo alikuwa anazileta. Lakini Mtitu alikuwa na vision kujua hii tukifanya hivi itafika huku. Akatuita, tulikuwa mimi Muogo Mchungu, Bikidide, nani mwingine, Kipemba, Mama Nyama Yao. Tukaitwa siku moja Kariakoo, tukala naye chakula cha usiku, akasema mnafanya vizuri sana, Watanzania mnaweza, lakini mnawezaje? Lazima muwezeshwe. Tulipanga naye mipango mingi. Katika hiyo mipango akatukabidhi vijana wawili, Kanumba na kijana mmoja anaitwa Seti, lakini sio Seti huyo wanaomjua wao, yule wa Kanumba. Kuna yupo Seti, yuko hai mpaka leo, yuko Mwanza. Seti walikuwa kanisani kula wanapiga gitaa, wanaimba imba. Wakasema tunaomba tuwakabidhi hawa tufanye movie. Kifanya movie tutafika tunakotaka. Umeona vision yake? Hakutaka pesa ya hapa kwa hapa. Kwa hiyo tukapewa, Muogo Mchungu akatoa story inaitwa Aviliki. Ndo ya kwanza kucheza Marehemu Kanumba kwenye VHS inaitwa Aviliki. Kwa hiyo amecheza Kanumba, hata ile ungekuwa unaiona hata cheza yake, yani comedy bado, lakini tukaenda naye. Mtitu, kwa maana kwanza tunasema hii game ina fedha, Mtitu alitoa fedha zake na kutukabidhi sisi. Sisi ndo tukawa tunamlipa Christant Muhenga. Tukaicheza ile movie. Tumeicheza vizuri. Basi tumeicheza, lakini akawa iko kwake kule, kwa maana kule kwa game. Tumecheza ile, akasema basi mjitahidi huyu mtu tumpeleke wapi? Kaole. Tukamwambia Christant Muhenga tulikuwa naye, huyu mtu tumpeleke Kaole. Kwa hiyo Kanumba aliletwa na Mtitu Game akitokea kanisani. Mtitu Game katokea kwake huko kanisani. Katukabidhi sisi na kina Muogo Mchungu. Watu 5 tu tumekabidhiwa. Na sisi ndo tulomkabidhi Christant Muhenga kumpeleka Kaole. Lakini hatujuani pia. Kapelekwa lakini tunafanya kama hatujuani. Muhenga umemtaja mara nyingi sana. Ni nani? Director wa nani wa Kaole. Wakati ule. Okay. Ndo director wetu mkubwa. Kwa hiyo Steven Kanumba wakati anakuja Kaole si mtu ambaye alikuwa na vision kubwa kwenye upande wa kuigiza. Alitengenezwa na Mtitu Game ili vitu vitokee. Kwa hiyo tukawa pale. Kwa hiyo kukawa kuna story sasa. Watu hawa story lakini inachezwa ni story moja. Tukacheza story kuwa mimi Kanumba ni mkwe wa Muogo Mchungu. Muogo Mchungu alikuwa mimi ni kaka yangu. Nafikiri ilikuwa ni
Radi ile kama sio Radi au Dira, vitu kama hivyo, Dira. Na marehemu Adija Shaibu Dida ndo alikuwa mchumba wake. Sisi tulikuwa mashambani, wao wako mjini. Kwa hiyo movie ya kwanza alocheza Kanumba alicheza na Dida marehemu kwenye tamthilia sasa. Okay. Na Dida. Kwa hiyo ikawa hatuendi gari moja wa kijijini, labda yeye awe anakuja kijijini. Kwa hiyo yeye akawa anacheza tu na kina Ray kule. Katika story wazohadisiana, akaisikia Ray akasema, sasa kama ndio hivyo tufanye tu na movie. Wakati huo mjini inachezwa ile Johari, story ya Johari, tamthilia, na sisi huku tuko na partition na story kingine. Wakakichukua kile kisehemu cha Johari wakafanya film. Ikapelekwa, Mtitu ni mfanyabiashara, ikapelekwa, ikatiki. Ikana nyingine tena. Safari ndio ikawa imeanzia. Pale ndo safari ya Kanumba ilipoanzia, lakini alitokea mikononi mwetu, tulikabidhiwa na Mtitu. I say, hichi kipindi tulikuwa tunahitaji masaa mengi sana ili kujua mambo mengi, lakini hata muda mchache tulionao kuna mengi ambayo tunayajua, lakini kwa sababu hii ni Singeli Countdown Top 10, tumekubaliana tunapiga story hapa na B-Star, lakini pia tutakuwa tunatazama video 10 za Singeli kali. Na sasa hivi tuende tukatazame video kwenye nafasi ya 4. Huyu anaitwa Eno Plat, wimbo unaitwa Popote. Number. Subscribe my YouTube channel, Samuel Love. Huyo ni Miso Misondo, yuko Mabantu au sobana kwenye wimbo unaitwa We DJ. Tumesikia Dimbe hapo, moja kati ya ngoma ambazo ni maarufu sana kule mkoani Mtwara. Na kusini ndo eneo ambalo mama pia umetoka Badimbe unalijua? Badimbe nalisikia. Unalisikiaga? Dimbe ndo la kusini kule kote kule. Lakini sio Songea. Sio Songea, lakini najua Dimbe linafanya kazi. Tumeenda mikoa ya kusini mingi sana. Hadi Songea tumefika, tumeenda Tunduru, tumeenda Masasi, tumeenda Lindi. Wakisikia Dimbe wanachanganyikiwa na wana aina hayo ya uchezaji. Unakuta hata unaona wamama watu wazima na wababa watu wazima, lakini ukipiga Dimbe wanachanganyikiwa. Kusini ndo mna hiyo vibe ya muziki kiasi hicho. Sana. No. So mchezo kabisa. Hatari sana. Muda wetu umekimbia sana. Tuna mengi ya kuzungumza mama, lakini natamani kama tujaondoka kwanza nijue wimbo gani wa Singeli unatamani tuuone na tusikie kutoka kwako. Nyimbo nyingi napenda, lakini ngoja Mwamba Ngoma avutie kwake. Dogo Loki ule mtafute. Kwa ajili ya Ifakara sio? Nyumbani kwanza. Bana, Gwakisa mtu wake kwanza mtafute kwanza tulione kwanza, kwa sababu limekuwa chaguo la mama. Najua lipo karibu hapo. Mtafute Dogo Roki yuko na Mkojani. Dogo Roki anatokea Ifakara na mama Ifakara sio kwao, lakini ni eneo ambalo wanadai ameishi sana mpaka leo. Mama mzazi yupo kule mpaka leo. Ni kwetu. So mchezo hii. Na Ifakara ndo muziki wa Singeli upo kule kwa upo sana. Yaani wasanii wapo sana, tupo sana. Nikikupa nafasi kwenye kumalizia, nikikupa nafasi uzungumze maneno machache sana kuhusiana na Singeli, utasemaje? Singeli naipenda. Kama nilivyosema ilikotokea huko Mnanda, watu sijui wanachukuliaje, lakini maneno yake ni mazuri sana. Wakiamua kumsifu mama wanamsifu, wakisema nchi wanaisifu. Yaani ni mziki wenye vibe, kusema ule ukweli. Ni mzuri, yani tuseme ni ndo Tanzania. Ni mziki wetu wa Tanzania. Mimi nawasifu sana waimba Singeli, si wadharau, na waheshimu sana. Alafu wakaze buti. Bado vitu vingi bado hawajavinani, wavilete, waviibue. Technical vitu vingi unavyovisema bado hawajavileta ni vipi? Si kama vile umesema kuna makabila wa huko Dimbe lipo. Haya, umeniuliza Mngoni mna nini? Kwa hiyo inawezekana kumbe Mkulia mna nini? Ule wimbo ile ngoma ya Kingoni tukiswitch inaweza tukapata Singeli tamu sana. Unapata Singeli nzuri tu.
Kwa hiyo kumbe wasanii wa Singeli bado wanatakiwa kuendelea kuchimba. Yani kama vile sisi tuna waigizaji tunatakiwa tuzame, tujue nchi yetu, tuibue vipaji. Kwa hiyo nao wanavyozidi kufanya hivyo wanazidi kuibua vipaji. Nimefurahi off air hapa wakati hatupo hewani, umeniambia una mtoto anaimba Singeli. Mwanangu anaimba Singeli. Wewe kwanza unapenda anavyoimba? Napenda sana. Anapoimbia? Ananiimbia na ninazo nyimbo zake. Bwana. Na umemruhusu afanye Singeli? Nimemruhusu mwanzo, tena toka shule naambia wewe soma. Soma kwanza. Sawa, yeye amejiiba moja alirekodi kwa rafiki yake wakati anasoma. Kaziweka. Hii juzi ndo kanirushia. Mama hizo. Nimevurugwa. Kuna hata moja umezikubali? Nimezikubali. Kuna moja hiyo nimenani hiyo sijui nini kama teni na mniue. Nijaribu hata kumfanyia nani. Mimi kwa sababu wewe umeniambia wakati tuko off air inabidi nimchukue kwanza mtoto wako. Tutakuwa naye redioni kwenye kipindi chetu cha redio. Tutafanya naye interview, tutamsikia. Lakini kama akifanya video yake itabidi tuichape hapo. Nitashukuru sana. Nitajitahidi nimsimamie tufanye video. Nashukuru sana. Mimi kwanza nafurahi kukubali kuja. Tunajua ni usiku sasa hivi. Asante baba. Nimefurahi pia mara nyingi tukipiga simu usiku na ndugu yangu JR Junior, unaniambia niko na swali. Mtu wa ibada sana. Na swali. Pamoja na yote lakini ukipata wasa basi unamuomba Mwenyezi Mungu kwa kweli. Ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Bwana, tulikuwa na B-Star leo kwenye Singeli Countdown Top 10 na tunamaliza hivi. Bwana, Singeli Countdown nyingine ipo wiki ijayo, tutakuwa na nani? Endelea kutufuatilia kwenye page zetu za mitandao ya kijamii. Kwenye Instagram natumia Samuel Love wa Kienyeji. Ukiandika wa Kienyeji au Samuel Love unanipata pale. EFM Tanzania, TVE Tanzania ni page zetu. Asante kwa JR Junior ambaye pia ameshiriki kwenye kuandaa show yetu ya leo. Lakini pia kwenye upande wa production kwa Kisa umetisha sana ndugu yangu, lakini pia Bi Zainab pale kwenye mambo ya posti, lakini Nancy pia mwanangu Kimoka TX kule bana, mmetisha sana. Show ya leo imekuwa kali kwa sababu yenu, ni jambo la kumshukuru Mungu kabisa. Lakini pia ukiacha hivyo, mimi hivi ambavyo unaniona nimevaa hivi kuanzia chini mpaka juu, nimevalishwa na maduka Robin Fashion. Na bana hapa Kinondoni Dar es Salaam, Kinondoni studio pale kuna kuelekea Mwananyamala, na pia kuna duka maalum kwa ajili ya nguo za watoto. Unaweza ukacheki pia na mambo yakawa fresh. Na kuacha na wimbo kwenye nafasi ya kwanza wiki hii ameendelea kuikamata Ayo Kenny. Bwana video imeshoot director Alsina, moja kati ya madirector ambao ni upcoming wakali sana. Mimi namuita Kagame au bwana, na pia ameshiriki kwenye show hili kwenye upande wa picha na nini. Na yeye ndo ameshoot hili, imesimama kwenye nafasi ya kwanza. Wimbo unaitwa Move On. Tutakutana tena wakati mwingine. Bwana, mimi ni wa Kenya Samuel Love, balozi wa maduka Robin Fashion, na leo nipo hapa kwa ajili ya kuhakikisha kila Mtanzania anapendeza na ana shine kupitia maduka Robin Fashion. Na usio wewe pia unanitazama, una nafasi ya kusogea hapa Kinondoni studio kuna kuelekea Mwananyamala, lakini pia nyuma kituo cha mafuta hapa kwa Mwanamboka, pembezoni kabisa maduka hili kuna duka lingine maalum kwa ajili ya nguo za watoto. Nia na madhumuni ya Robin Fashion ni anataka kila Mtanzania apendeze. Si unanielewa vizuri? Ni haki yako kupendeza, au bwana. Lakini ukisikiza pia EFM kupitia kipindi cha Genge Jumatatu mpaka Ijumaa saa 3 kamili usiku mpaka saa 5, lakini pia Funga Mtaa Jumamosi saa 4 mpaka saa 6 mchana, msikilizaji mmoja anapata ofa ya kuja kupendeza kwenye maduka haya ya Robin Fashion. Sisi tunaelewana vizuri, lakini pia ukiacha hilo au bwana, ukitazama Singeli Countdown TVE kila Jumatano saa 3 usiku mpaka saa 5, unaweza pia kupata mashavu ya kupendeza. Kwa sababu mimi niko hapa, ndio maana nataka kila anayenitazama na anayenisikiliza aweze kufika hapa na kupendeza. Lakini hata wewe ambaye hujapata shavu la kupendeza kupitia vipindi vyetu, una nafasi ya kuja kutembelea maduka haya na ukachagua unachokitaka na ukashine kama ambavyo wengine wanashine. Oya, sio poa. Hii ndio Robin Fashion. Subscribe my YouTube channel, Samuel Love.